Serikali yatoa tamko zito kuhusu maandamano, yasema waliopanga kuandamana Oktoba 29 watakutana na kisiki kizito. Asante sana kwa ambaye tayari umekwisha subscribe. Kwa ambaye bado ni bonyeza maneno mekundu sasa subscribe, kisha alama ya kengele. Kufuatia vuguvugu la maandamano ya tarehe 29, yaani siku ya uchaguzi, yalopangwa na kuhamasishwa kupitia mitandao ya kijamii na wanaharakati nchini, serikali yatoa tamko zito. Serikali ya Tanzania inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imetoa tamko juu ya maandamano ya Oktoba 29. Serikali kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi mwenye dhamana vyombo vya ulinzi na usalama Innocent Bashungwa amesema atakayethubutu kuandamana Oktoba 29 atakutana na kisiki. Bashungwa ametamka hayo mbele ya Mheshimiwa Rais akiwa kule mkoani Kagera kwenye mkutano wa kampeni ambapo yeye anagombea ubunge wa jimbo la Karagwe. Naomba nikushukuru kwa kuniamini. Ulinipa majukumu mbalimbali. Ulinipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Baadaye ukanipa majukumu ya kusaidia kama waziri wa ujenzi. Na hivi sasa ikakupendeza ukanipa jukumu la kusaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Imani hii kwangu si ya kwangu peke yake, bali ni kwa halaiki hii ambayo imepokea kwa upendo mkubwa. Mimi pamoja na wao naomba tukushukuru sana mama yetu. Mheshimiwa Rais, naomba niwahakikishie wanakaragwe, wanakagera pamoja na Watanzania wote, tangu umenipa jukumu la kusaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo viko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi wanaendelea kufanya kazi kwa weledi, wako timamu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha amani Tanzania inaendelea kutamalaki, na hakutakuwa na mtu yeyote atakayethubutu kuandamana Oktoba 29 atakutana na kisiki, na mtu yeyote atakayethubutu kuandamana Oktoba 29 atakutana na kisiki. Niwaombe vijana wa Tanzania, msikubali kuingia kwenye mkumbo huo. Tunawapenda, tuendelee kuungana na mgombea wetu wa urais. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imesheheni mambo mengi mazuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Niwaombe vijana wote wa Karagwe, Kagera na Watanzania tuungane na jemedari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kujenga nchi yetu. Kutokana na cheo chake kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wengi wameipokea kauli hii kama kauli ya serikali. Je, wewe umeipokeaje kauli hiyo, ama una lipi la kusema? Tuandikie maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni chaneli ya kupendwa Mseto Media kwa habari zote kuhusu siasa, jamii, elimu, michezo na burudani. Hakikisha umesubscribe na unakuwa karibu nasi ili kupata habari zetu zaidi. Tukutane wakati mwingine. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.